Wapendwa wa Kristo, nachukua nafasi hii kwa ajili ya kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni siku nyingine njema ambayo Mwenyezi Mungu amepata kutenga katika maisha yetu, na kawa na kusudi ya kwamba siku kama hii mapenzi yake, uwepo wake ukazidi kudhihirika katika maisha yetu. Ametulinda, ametuhifadhi, ametupitisha katika hali mbalimbali. Kwa hivyo ni Mungu ambaye anastahili kuinuliwa, ni Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Masaa haya ningependa kuwakaribisheni kwa ajili ya kushiriki neno lake Mwenyezi Mungu, na najua ya kwamba atazidi kutubariki, kwa maana neno la Kristo ndiyo mwangaza, neno la Kristo ndiyo taa, neno la Kristo ndiyo nguvu yetu. Mkristo halisi ni yule Mkristo ambaye anapenda neno la Bwana, ni Mkristo ambaye anapenda kulisoma neno la Mwenyezi Mungu, ni Mkristo ambaye angependa kila wakati awe katika uwepo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa muda huu ningependa kwa ajili ya utulivu wenu, muda wenu kwa ajili ya kushiriki hili neno, na najua ya kwamba huyu Mungu anaenda kutubariki, naenda kututenda makuu katika maisha yetu. Kuna mambo mingi ambayo tunasema ya kwamba Mwenyezi Mungu akapata kututendea. Kuna mambo mingi ambayo iko katika mioyo zetu ambayo tunasema ya kwamba iwapo huyu Mungu angekuwa mwaminifu, iwapo huyu Mungu angekuwa anaangaza katika mioyo zetu, akapata kukutendea. Kwa hivyo mpendo, nakwambia tu, unapotafakari hayo maneno, jua ya kwamba iwapo utalichukua neno la Bwana, iwapo utashiriki neno la Bwana, iwapo utakuwa na ile hamu ya kusikia hile neno, iwapo utakuwa na ile hamu ya kutafuta Mwenyezi Mungu kupitia neno, hakika atapata kukutendea mambo yote ambayo unafikiria, ambayo unawaza, ambayo unatafakari katika moyo wako. Mwenyezi Mungu anataka kukutendea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko inasema ya kwamba katika kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 ya kwamba kwa jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa kipekee, ila kila amwaminie asikapate kupotea, bali awe na uzima wa milele. Inaashiria kwamba Mwenyezi Mungu alitupenda mimi na wewe. Mwenyezi Mungu anatupenda na anatupenda zaidi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka ya kwamba wakati Mwenyezi Mungu alipokuwa akiumba ulimwengu, mambo nyingine yote, vitu zingine zote, alikuwa anatumia neno la mdomo ya kwamba wanakiwe jambo fulani, and let there be. God used that term, let there be, and all things were formed, all things came into existence just by the word of mouth of the Lord. Lakini wakati alifika kwa kuumba mwanadamu, akasema ya kwamba let us make man in our own image and likeness, ishara kwamba Mwenyezi Mungu anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu anatuenzi zaidi. Hallelujah. That we were formed, we were not just made, but we were formed, we were created in the image, in the likeness of God. So we have that resemblance of God, symbolizing that great love of Jesus Christ in our lives. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. And when we were created, God did not just put us elsewhere in the world. Hallelujah. Mungu hakutuweka tu mahali popote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alitengeneza mahali pazuri, the Garden of Eden. That's a garden, mahali ambapo ni pazuri, mahali ambapo ni kupendeza, mahali ambapo mwanadamu angekaa na ajisikie ya kwamba kwa mahali pazuri, ishara kwamba Mwenyezi Mungu alitupenda zaidi. Praise Jesus. Hallelujah. Mwanadamu ni kiumbe cha kipekee kwa Mwenyezi Mungu, ni kiumbe ambacho Mungu aliteua, akachukua muda wake mzuri akatengeneza. So maandiko inatuambia kwamba katika Yohana 3:16 ya kwamba kwa jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka mpendo wa Mungu ufahamu kwamba neno ulimwengu limetumika kuashiria hali zetu za dhambi, our sinful nature. Praise Jesus. Remember, when we were created, we were pure, we were righteous,
Before the eyes of God we were righteous, we were very pure. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikafika wakati ambapo dhambi ziliingia katika ulimwengu, dhambi zikaingia katika mwanadamu. Praise Jesus. Wakati ule the man Adam disobeyed God by eating from the forbidden tree. Now that's where the sin entered into the world. Hapo ndipo tukaingia katika dhambi, tukaingia katika majaribu, na hapo ndipo tulibadilika, tukaitwa sasa ulimwengu, kwa maana tumeacha utakatifu wa Bwana na tumeingia katika hali ya dhambi. Tumechukua dhambi, tumesongea karibu na dhambi, so tukabadilika, tukabeba jina ulimwengu. Ndiposa maandiko yanasema kwamba kwa jinsi hii, kwa jinsi ya upendo, kwa jinsi ya amani, kwa mafikirio mema Mwenyezi Mungu akaupenda ulimwengu, akakupenda ewe mpendwa katika hali ya dhambi, akakupenda kwa maana wewe ni kiumbe cha kipekee, wewe ni kiumbe cha kufurahisha, cha kupendeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Hakuangalia zile dhambi ambazo ulikuwa umetenda, lakini maandiko yanasema kwamba alikupenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe. For God so loved the world. For God so loved you. However, it does not matter the sins that you've committed before God, but the Bible says that God loves you. Until today, mpendwa wa Mungu, ninakuhakikishia ya kwamba Mungu anakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakupenda na anakupenda zaidi. Upendo wake Mwenyezi Mungu kwako ewe mpendwa ni upendo mkuu. Praise Jesus. Umeingia katika dhambi, umetoka katika njia za Bwana, unatenda yasiyompendeza Mungu, lakini anasema kwa jinsi hii aliupenda ulimwengu, kwa jinsi hii alikupenda na akakupenda zaidi. Kwa hivyo mpendo wa Mungu, ninakuletea ujumbe ya kwamba Mwenyezi Mungu anakupenda, Mwenyezi Mungu anakuazia mema, Mwenyezi Mungu anataka ukaishi maisha ambayo ni mazuri, maisha ya kutamanika, maisha ya kupendeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Licha ya dhambi ambazo unatenda, Mwenyezi Mungu anakupenda na anataka ya kwamba akakuokoe kutoka kwa dhambi, akakuokoe kutoka kwa ulimwengu, akakubadilishie jina, usiitwe tena ulimwengu bali ukaitwe mbarikiwa wa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Maandiko yanazidi kusema kwamba hata akamtoa mwanao kipekee. Ni upendo ulio mkuu, ni upendo ambao haupimiki, ya kwamba umeasi Mwenyezi Mungu, umetoka katika njia zake, lakini anakupenda zaidi kiasi kwamba anatoa mwanao wa kipekee. Praise Jesus. Yesu Kristo anatolewa kule juu mbinguni, analetwa humu duniani kwa sababu ya dhambi zangu, kwa sababu ya dhambi zako, ishara kwamba Mwenyezi Mungu anataka ukaishi maisha mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo wa Mungu, ni ujumbe ambao nimekuletea ya kwamba Mungu anakupenda na anataka ukatoke katika dhambi. Umetoka katika misingi ya Bwana, umetoka katika kutenda yale mema ya Mwenyezi Mungu, umeasi, umetoka katika njia, lakini Mungu anakupenda. Hata ametengeneza, he has a solution that should get you out of your sinful nature. The sacrifice of Jesus Christ on the cross. Haleluya. Ni mimi na wewe tuaminie hiyo dhabihu ambayo Yesu Kristo alitoa pale msalabani. Maandiko yanazidi kusema kwamba kila amwaminie asikapate kupotea bali awe na uzima wa milele. It is a promise. Ni ahadi ya Mwenyezi Mungu that for us who believes in Jesus Christ, for anybody who will decide that now from today henceforth I'm going to believe in Jesus Christ, I'm going to believe in this one and only Son that was sent to this world for me to live, for me to be forgiven, for me to be righteous. The Bible says that I shall not perish but I shall have eternal life. Mpendo wa Bwana, chukua hatua. Chukua hatua ya kumwaminia huyu Kristo. Chukua hatua ya kulitia jina la Bwana, kwa maana amekufa pale msalabani, alitundikwa pale msalabani, akamwaga damu isiyo na hatia, akabeba dhambi. Yeye alikuwa mtakatifu. Maandiko yanasema kwamba mwenyewe Yesu Kristo alikuwa mtakatifu, hakuwa na hatia, lakini kwa sababu ya dhambi zangu, kwa sababu ya dhambi zako, aliwekwa pale msalabani, ndiposa tukapate kuwa na uzima wa milele. Na utapokea uzima wa milele iwapo mpendwa uchukua hatua ya kumwamini huyu Kristo. The Bible says, for whoever believes in him shall not perish, but shall have an everlasting life. So for us to be forgiven, for us to have this everlasting life, for us to have this peace, we need to believe in Jesus Christ. Hallelujah. We need to believe in the sacrifice of Jesus Christ on the cross. Mpendo wa Mungu,
Ni wakati wako kwa mwamini huyu Kristo. Ni wakati wa kumtazamia Kristo. Praise Jesus. John 3:17. Maandiko yanasema kwamba kwa maana Mungu hakumtuma mwana wake wa kipekee humu duniani akapate kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu ukakombolewe kupitia yeye. That for me to be saved, for me to be redeemed, it needs Jesus Christ, that he came not to condemn the world, but he came to save. Jesus Christ not come for you to be judged as a sinner, but Jesus Christ came for you to receive salvation, for you to receive forgiveness, for you to receive sanctification, for you to receive purification. Brethren, it is a high time that you need to believe in Jesus Christ. It is a high time that you need to welcome Jesus into your heart. It is enough time for you to say that I've sinned long enough, and it is time for me to come back to Christ. It is time for me to receive this Christ again. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kumpokea Kristo tena, kwa maana alikufa pale msalabani ndiposa tukapate kuwa na uzima wa milele. Maandiko inasema ya kwamba hajakuja kwa ajili ya kutuhukumu, hajakuja kwa ajili ya kutenga wenye dhambi na wasio na dhambi, bali anakuja ni kwa ajili ya ukombozi. Yesu Kristo anakuja ni kwa ajili ya ushindi. Yesu Kristo anakuja ni kwa ajili ya neema. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tukaamini katika Kristo. Iwapo tunataka uzima wa milele, iwapo tunataka kukula mema ya dunia hii, ni lazima tukamwamini huyu Kristo, kwa maana alikuja tukapate ukombozi. Yesu Kristo hakukuja tukapate kuhukumiwa, bali alikuja tukapate ukombozi. Mimi na wewe tutapokea ukombozi iwapo tutaamini huyu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wa Mungu, ni wakati ulio bora tukapate kumwamini Kristo. Ni wakati ulio bora tukasongee karibu na Kristo. Ni wakati ulio bora tukapate kufanyika wana mbele ya Mwenyezi Mungu, tukafanyike wana katika madhabahu ya Bwana. Haleluya. Huyu Mungu anatupenda. Ninakuhakikishia ya kwamba huyu Mungu anakupenda na ametengeneza njia ya wewe kutoka katika dhambi. Uko mahali pale unasema ya kwamba ungependa kumpokea huyu Kristo, unasema ya kwamba umetaabika, umeishi maisha ambayo si mzuri, umeishi maisha ya shida, umeishi maisha yenye changamoto. Ni kwa sababu ya Yesu hayumo ndani mwako, ni kwa sababu ya hali yako ya dhambi. Ninakuambia kwamba mpendo wa Mungu, ni wakati mwingine ambapo unahitaji kuchukua hatua kwa ajili ya kumwamini huyu Kristo, na unapomwamini, niwapo utamkaribisha, naye atapata kukuondoa katika changamoto ya maisha ambao uko ndani. Praise Jesus. Hallelujah. Jesus is more than ready to welcome you. Jesus is more than ready to uplift you. Hallelujah. Praise Jesus. Amini tu mpendwa. Amini tu ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wako na hautapungukiwa jambo lolote, kwa maana anakuongoza, anakufadhili, anakuinua, anakutia nguvu, anakutia neema. Just believe in Jesus Christ. The Bible says, for God so loved the world that he gave his only beloved Son, that whoever believes in him shall not perish, but shall have everlasting life. For you not to perish, for you to have an eternal life, you need Jesus Christ. For you to live a righteous life, you need Jesus Christ. Just make up your mind. Make up your mind, brethren. Make up your mind, brothers and sisters. Make up your mind to receive Jesus Christ. Make up your mind to welcome Jesus upon your heart, for you to receive an everlasting life. For you to receive the gift of this free life, you need Jesus Christ. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ulipo mpendwa, nataka ukachukue hatua. Just make up your mind that I need this Jesus.
I need Jesus to save me. I need Jesus to save me. I need Jesus upon my life. I need Jesus upon my family. I need Jesus upon my work. Indeed, Jesus shall bring salvation. This Jesus shall bring salvation if you believe in him, if you trust in him. Praise Jesus. Chukua tu nafasi, mpendo wa Mungu. Wakati ni sasa. Uko tu na wakati huu kwa ajili ya ku make up your mind, to make up a decision, to take a bold step to believe in Jesus Christ. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu akazidi kukubariki. Huyu Mwenyezi Mungu akazidi kukutenda mema. Amen, amen, and amen. Shalom.